ya jua. Kila mwanadamu aliyepo hapa katika chini ya jua anayo makosa. Kila mwanadamu aliyeko katika chini ya jua anayo amri ya kusamehe, kila mmoja. Ndio maana Yesu akaacha enzi na utukufu, akaacha furaha, lakini akaja akakubali akapigwe kwa ajili yako wewe, ya kwamba wewe unayo amri ya kusamehe na unayo amri ya kusamehewa, vyote unavyo wewe. Lakini kwa sababu gani wewe cha kwako kinakuwa ni bora kuliko cha mwingine? Sio ni wewe, ipo nafsi ndiyo kuja kukaa na kuja kukuharibu. Hiyo ndio inayokuja kuharibu. Hao watu tunaoongea nao, tunaongea na watu aina mbalimbali, lakini mara nyingi wanaovutwa na kwenda kudanganywa ni wale wanaokimbilia sana kanisani mara kwa mara. Yaani unapotembea na mtu, kwa sababu unatembea ukiwa mnyonge wa maisha, sasa unakutana na wasiokuwa na unyonge wa maisha. Sasa akitamka neno moja akasema, je, unaonaje tuendelee na kazi mpaka saa 12 na kuongezea posho, unaanza kumshukuru mara 2, mara 3, mara 4, kwa sababu ulikuwa na siku 2, 3 unanyanyaswa na kodi ya nyumba. Sasa akikuongezea, tayari umeshapata pesa ya kwenda kulipa. Moja kwa moja unaonyesha kwamba tayari Mungu amepitia mtu huyu, niendelee kufanya kazi. Kumbe umenyimwa kitu kikubwa sana. Yaani shetani watumii nguvu nyingi sana, anatumia katika udhaifu ulionao katika maisha. Ukishinda udhaifu wa shetani, ndipo unapokwenda kumuona Bwana vizuri. Kwa hiyo Wathesalonike hiyo, Timotheo huyo, sura ya 2 anaposema siku za mwisho zikishafika, ambazo mpaka sasa unaziona ndio hizi. Maana tunaziona kuna watu wanaopenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Kazi ataanza saa 1 mpaka saa 12, ambayo siku sio ya ibada, kazi haitaonekana. Na shetani atakuja kukukamatia wakati wa ibada, ndio kazi zitakuwa nyingi, magonjwa yanakuwa ni mengi, vifo vinakuwa ni vingi, sababu zinakuwa ni nyingi kwa ajili ya kwenda kumwabudu Kristo.